Kwa mengine mengi zaidi, endelea kuwa nasi Tunu TV. Mpendwa wa Tunu TV, karibu sana katika kipindi chetu bomba kabisa cha Women on the Peak, ambacho kinazungumza kuhusiana na masuala mbalimbali ya sisi wanawake, wapi tulipokuwa, tulipo na pia tunapoelekea. Na lakini leo nimetembelewa na mwanadada mpambanaji, mwanamama mchakarikaji ambaye ni kutoka mkoa wa Morogoro. Labda kwa kifupi tu nimkaribishe mwenyewe atuambie yeye ni nani, kwa nini leo tupo naye hapa, kwa sababu nataka niwaambie kwamba huyu mtu ana vitu vingi sana, mtazamaji wangu. Asante ndugu mtangazaji. Kipekee kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa kuweza kunialika katika kipindi chenu cha leo cha Women on the Peak. Awali ya yote, kama ulivyotoka kunitambulisha, kwa majina naitwa Joyce Hamisi Nyangi, ni mwenyekiti SMAUJATA mkoa wa Morogoro, na pia vile vile Joyce ni mjasiriamali wa upishi wa keki, na pia vile vile Joyce ni mwana jogging mzuri tu katika jogging za wilaya na mkoa wa Morogoro. Tumesikia mambo manne hapo kutoka kwa Joyce, kwamba Joyce ni mjasiriamali, Joyce ni mwana jogging, Joyce ni mama mpambanaji. Tukija kwenye upande wa ujasiriamali, unajishughulisha na ujasiriamali gani? Asante ndugu mtangazaji. Mimi kama Joyce najishughulisha na ujasiriamali wa upishi wa keki na utengenezaji wa keki, na vile vile pia na kufundisha madarasa ya keki. Katika kufundisha madarasa ya keki haya nafundisha vijana wa kiume na wa kike na wa mama, si ndio na vile vile pia na wazee ambao wale kuna wengine ambao wamestaafu wako nyumbani, na wafundisha wakawa na ujuzi kidogo kwa ajili ya kujikipu busy asikae bure nyumbani. Umesema wazee. Hapo kidogo nimefurahi sana kuhusiana na wazee. Hebu tuambie, unapata changamoto gani kufundisha wazee? Kwa sababu mimi najua kwenye uzee ni muda wa kupumzika, ni muda wa kuanza kutumia kile ambacho umekichuma kwa kipindi chote cha ujana wako. Sasa hebu tuambie kidogo kuhusiana na wazee. Kwa nini wazee? Ni sahihi ndugu mtangazaji unavyosema kwamba kuna age ya uzee ukifika mtu kwamba haruhusiwi kufanya kazi yoyote, kwamba ni mtu kupumzika. Lakini tunaona kwamba zamani wazee wetu, hata utakuta mzee mdogo pale, mzee mkubwa kabisa amestaafu au amefikia rika fulani, hata anakuwa vishughuli pale nyumbani anavifanya. Kama anaweza akafuga kuku, akaangalia ng'ombe zake, akaangalia mbuzi wake, si ndio? Kwa hiyo hata kingine zaidi cha kumuongezea zaidi hata katika kumfundisha ujasiriamali. Wale nimetoka kusema kwamba mimi ni mjasiriamali wa keki, na pia nafundisha ujuzi wengine wa kufuma mazuria yale ya nyuzi. Kwa hiyo kama mzee ukimfundisha, kwa sababu kufuma yale mazuria ni kukaa tu, inamkipu bize mzee kama mazoezi fulani, isimweke idle na akawa na stress fulani. Kwa hiyo pia ni mafunzo kama ujasiriamali, lakini pia ni tiba. Ni tiba, ni kweli mtangazaji. Okay, kazi nzuri sana, hongera. Tukija kwenye masuala ya SMAUJATA, Joyce alijikutaje kwenye SMAUJATA? Asante, swali zuri ndugu mtangazaji. Kama nilivyotoka kutangulia, kwanza tuelewe maana ya SMAUJATA ni nini. SMAUJATA ni kifupi cha maneno yafuatayo: shujaa wa maendeleo na ustawi wa jamii Tanzania. Hii ni jumuiya ambayo inajihusisha na kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia. Sasa Joyce amejikutaje yuko SMAUJATA, si ndio? Joyce amejikuta kwenye yuko SMAUJATA baada ya kuona vitendo vya ukatili kwenye jamii yetu viko vingi na kuvichukia. Katika baadhi kuviona katika familia, na vile vile katika kuona vingine kama mimi mwenyewe kama Joyce nimeviona na nimevipitia. Kwa hiyo nikaamua niingie katika hii jumuiya kuifanyia kazi katika jamii, kusemea yale matendo ya kikatili ya kijinsia katika jamii yetu. Kwa hiyo nachukia sana matendo ambayo ya katili yanayofanyika katika jamii yetu. Kwa hiyo nikaona kama Joyce niingie nipambane katika vita hizi na kuwa mwanaharakati wa kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia.
Okay, kwa hapo umesema kuhusiana na masuala mengi ya ukatili wa kijinsia na jinsi ambavyo umejikuta upo katika SMAUJATA ama upo katika kupinga ukatili wa kijinsia. Labda tuje kwenye upande wa changamoto. Ni changamoto gani ambazo unakutana nazo kwenye masuala hayo? Asante ndugu mtangazaji, swali zuri nalo pia. Kiukweli katika harakati za kupinga haya matukio ya ukatili wa kijinsia, changamoto ni nyingi sana. Kama nilivyotoka kuongea kusema kwamba sisi kama SMAUJATA tunajitolea. Changamoto moja hapo inakuja kwamba unaweza ukapata tukio liko sehemu fulani, si ndio? Kulifikia inakuwa ngumu. Kwa hiyo ni changamoto moja hapo, lakini kama mtu kama nilivyotoka kutangulia kusema hapo awali kwamba mimi ni kazi ambayo nimeichukia na naipenda niifanye, huwa najitolea. Kwa hiyo changamoto hiyo moja hapo ndio hivyo, kufika eneo kwa wakati tukio unapolipata. Na vile vile changamoto nyingine katika hizo harakati za ukatili wa kijinsia ni kuchukiwa na watu, si ndio? Kutakuta kuna vitendo, kwa sababu ukatili uko aina nyingi sana ambao unafanyika kwenye jamii yetu. Kuna jamii ambayo inaamini kwanza kumpiga mwanamke au mwanaume kupigwa mwingine ile ni sahihi, si ndio mtangazaji? Wanaume wanapigwa. Kwa hiyo wewe ukienda pale ukamsemea yule mwanaume kwa nini anapigwa na mkeo anapokonywa mshahara, ule ni ukatili. Tunasema ukatili wa kiuchumi, si ndio? Kumbe wanapokonywa mpaka mshahara. Wanapokonywa hadi mshahara. Utakuta mama mwingine ana mwili mkubwa kama huu, ukifika mwisho wa mwezi baba anakunjwa. Kwa hiyo pale ule ni ukatili. Kwa hiyo changamoto moja hapo, utakapoenda kumpa elimu yule baba, sio kwamba mwingine anafurahia. Au kuna ukatili mwingine kwamba ukeketaji, ndoa za utotoni. Kuna makabila ambayo wanaozesha watoto wadogo wanakeketa watoto. Zile tunasema kwamba ni mila potofu. Sasa ukaenda ukaivunja ile mila, sio kwamba watu watakupenda, watakuchukia. Katika ni changamoto ni moja hapo ambazo tunazipata katika hizi harakati za kupinga vitendo vya ukatili wa kijinsia. Na nyingine utakuta kwamba jamii zingine kwamba zinaamini kwamba kuna, kama nilivyotoka kutangulia, imani potofu hapa Ponta Gota, kwamba zinaamini kwamba mtoto wa kike hatakiwi kusoma. Kwa hiyo utakapoenda utatoa elimu pale, mtoto wa kike akafunguka akatakiwa kwenda kusoma, kwa sababu mtoto kutompa elimu nako hiyo ni ukatili unampatia mtoto. Kwa hiyo utakapoenda pale sio kwamba ile jamii itakupenda, si ndio? Kwa hiyo hizo ni changamoto ambazo tunazipata katika kwenye harakati hizi za kupinga ukatili wa kijinsia. Katika harakati zako zote hizo, ulishawahi kukutana na jambo lolote baya, kwa mfano kupigwa na kule ambako umeenda kupeleka elimu, ama pia kujikuta upo katika kituo cha polisi, vitu kama hivyo, umeshawahi kukutana navyo? Asante, nimefurahi ndugu mtangazaji kwa swali zuri sana. Ni kweli kama nilivyotoka kuongelea kwenye changamoto na katika matukio ambayo nikasema nimeyapata ni hapo. Kuna tukio ambalo sitaweza kulisema, lilikuwa kubwa sana. Nililifuatilia, lakini mwisho wa pili nikaja kutishiwa maisha, unatumiwa message, unaona unatishiwa, kwa nini unafuatilia kama hivyo, kwa nini unaingia private ya mtu? Kwa sababu katika masuala ya ukatili kuna wengine kwamba wakiona kama unamfuatilia uweke amani kwenye familia, lakini mwingine hataki ile amani. Akikuona kwamba anaweza akakufuatilia kwa njia nyingine. Mimi hiyo ilinikutia, nikatishwa, lakini nashukuru serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, vyombo vya ulinzi na usalama vilisimama pamoja na mimi, na viongozi wangu ambao wananisimamia kuanzia ngazi ya mkoa, taifa, walisimama pamoja na mimi. Kwa hiyo nikaweza kutoka kwenye hiyo changamoto, na baadaye yule mtu alikuja mwenye akaniomba msamaha. Kwa hiyo nashukuru. Kwa hiyo ni changamoto ambayo sitaisahau maishani mwangu, lakini ilinipa credit kubwa sana ya kutambulika. Unajua kuna sehemu unaweza ukaitwa hujawahi kuonana na mtu. Kwa hiyo kupitia ile changamoto ile ambayo ile ilinipa fursa vile vile kazi vizuri sana ndugu mtangazaji ulivyosema, ilinipa kama fursa ya kutambulika na watu wengine kwamba mtu wenyewe ni huyu, kwa sababu mtu anaweza akakuona hivi anakuona hivi, kumbe ndio huyu tukio alifanya hiki na hiki na hiki na alifanywa hivi, lakini mwisho wa siku yule mtu alikiri na nilimsaidia na familia yake, maisha yanaendelea. Sawa. Na unajivunia nini kwenye hizi kazi zako? Yaani ni faida gani ambazo umezipata kwenye hizi kazi zako za masuala ya ukatili wa kijinsia? Asante ndugu mtangazaji. Nafurahi kwa sababu unaniuliza maswali mazuri sana. Katika harakati zangu hizi, moja kubwa kwanza najivunia kwamba nimeokoa familia nyingi. Yaani hilo familia nyingi nimeokoa kwa namna gani? Kwa sababu kwenye ukatili tunaona ndoa nyingi zinafanywa ukatili, nimejaribu kusuluhisha na ndoa zinaishi kwa amani, mwisho wa siku wanakuja wanakushukuru. Kwa hiyo unafurahi, unampa Mungu utukufu. Na kingine zaidi, watoto wa mjini wanasema nipata connection, si ndio? Katika kutoka unatoka kwenda kutoa elimu sehemu mbalimbali, mikutano mingi ya wananchi. Kwa hiyo unapoenda kule unapata connection, kwenye vikao vikubwa unaingia unatoa elimu, unapata connection. Na vile vile kubwa zaidi katika
ujasiriamali wangu kupitia hii kazi ya kunania harakati za kupinga ukatili, nimeweza kupata wanafunzi wa kuwafundisha mafundisho ya keki, na vile vile nimeweza kupata mafunzo mengine ambayo mpaka ya wizara la kunipa elimu kuhusu masuala haya ya ukatili. Kwa hiyo naona kama najivunia vile vile, na najivunia kwa sababu hata nimepata brandi kubwa katika biashara yangu ya keki, kwa sababu naenda sehemu za mikusanyiko ya watu, na katika kila nikienda kule huwa nawafundisha katika masuala ya ukatili. Kuna ukatili wa kiuchumi, kama we mama, baba, uingizi uchumi wote kwenye familia yako, ile ni ukatili. Kwa hiyo nikiwaonyesha yale nafanya kitu fulani, mimi hapa natoa elimu, si ndio, tunajitolea, lakini najishughulisha na kitu fulani, naongeza kipato kwenye familia yangu. Ukiambia watu wanaomba uje wape darasa, kwa hiyo pale nakuwa napata wanafunzi, napata kipato, namshukuru Mungu kwa hilo. Okay, sawa, hongera sana kwa hapo. Asante. Turudi kwenye masuala ya ujasiriamali wa keki. Ni ulijifunza ujasiriamali wa keki miaka mingapi iliyopita? Mimi naweza nikasema nimejifunza ujasiriamali wangu wa keki miaka kama inaenda kwenye 7-8. Si ndio Kutoka 2000 kutoka 2018 mpaka saizi 2025, si ndio? Kutoka 2018 mpaka 25. Joyce yupoje kwenye biashara ya keki? Yaani kwa maana kwamba najua unapoanza kuna changamoto, unaendelea kujifunza vitu mbalimbali, unakutana na hiki na kile kwenye harakati hizo. Sasa wewe kutoka 2018 mpaka hii hapa 2025, amekuiva ama bado anahitaji elimu zaidi? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri sana pia hilo nalo. Kiukweli kwenye sekta yangu ya ujasiriamali, toka nilipoanza na mpaka nilipoanza ni tofauti. Kipindi cha nyuma, yani nilikuwa kwanza hata katika kupika keki, kwanza kumbuka kwamba nilikuwa sielewi chochote, nilijifunza tu kupitia labda tunasema kwamba kwenye mitandao. Nipende kuongea hapo kwamba watazamaji wasiitumia mitandao vibaya, si ndio? Kuna ukatili hata mitandaoni, lakini tumia mtandao kwa vizuri. Mimi nimejifunza maana ujasiriamali wa keki kupitia mitandao. Hongera sana. Asante, nashukuru. Kwa hiyo katika hiyo mitandao nilikuwa napata changamoto, mtu anaweza kukuelekeza kitu tofauti, anakuambia changanya hiki, mwisho wa siku unatoka ugali. Lakini namshukuru Mungu, kuna wengine walikuwa ni waaminifu, nikajifunza. Sasa hivi mimi nilianza napikia kwenye kijiko cha mkaa. Sasa hivi nina oven, unaona? Wow. Nina kaofisi, namshukuru Mungu, ambacho nimeweka nauza na vifaa vya keki, na nina wanafunzi, najivunia wanafunzi wengi nimewafundisha ambao nao wana ofisi zao. Kwa hiyo yule Joyce wa mwaka 2018 na Joyce wa mwaka 2025 ni tofauti kabisa, na nazidi kumshukuru na imani nitafikia sehemu ambako mimi nataka niwe na bakery kubwa na wanafunzi, yani kama kampuni fulani ya kibakery, kwa sababu ni passion ambayo naipenda mimi mwenyewe kutoka moyoni. Nilikuwa napenda sana keki nikiwa mdogo, kwa hiyo nikaamua nijifunze kwa hali yote. Kwa hiyo sasa nilipofikia sasa hivi sio kwamba nilikoanzia, na nimepata wateja wengi, unaona, na yani wanafunzi wengi. Yani kiukweli namshukuru Mungu kwa hilo. Asante. Umesema una malengo ya kutoka kwenye ulikuwa unapikia mkaa, sasa hivi una oven na pia una ofisi. Na ukatuambia hapo kwamba una malengo ya kuja kuwa na bakery kabisa. Sahihi. Umejiwekea maximum idadi gani ya mabinti ama idadi gani ya watu ambao utawasaidia kutoka kwenye kuamini kuajiriwa mpaka kujiajiri? Nashukuru kwa kweli mtangazaji kwa swali zuri sana. Kiukweli katika hii ujasiriamali wangu wa keki, wapishi yani wa asilimia kubwa ni waajiriwa. Naona ambacho natoa elimu, kwa sababu sio kwamba kwa kuwasaidia wengine. Ukija ofisini kwangu nitakupa elimu hii kwa kukusaidia, lakini kwenye vitendea kazi utajigaramikia, si ndio? Sasa katika wengi ambao niliowasaidia ni watumishi, ambao wengine ni watumishi, kwa hiyo wanaweka na kaujuzi, kwa sababu ni ujuzi ambao unaweza kuamrisisha mtu yoyote. Na mimi huwa napenda kusaidia watu, kama nilivyotoa sasa, mimi jamii napenda iwe na maendeleo, tuendelee wote, si ndio? Kwa hiyo ninapomsaidia mtu najivunia kwamba yule mtu amekuwa fulani. Kwa hiyo nimejiwekea matarajio kila mwezi lazima nipate mwanafunzi mmoja ambaye namsaidia anaelewa kila kitu, si ndio? Yaani hiyo kila mwezi, hata kama wewe ndugu mtangazaji utakabarikiwa, utapenda, utakuja ofisini kwangu. Amen. Nitakufundisha bure, ila vifaa utajinunulia. Nitakuwa mwanafunzi mtii. Vifaa utajinunulia, na vile vifaa ukijinunulia sio vya kwangu mimi. Kwa hiyo ni vya kwako wewe, utavichukua na utaondoka navyo.
Kwa hiyo huwa anasaidia hivyo, yani kwa mabinti, na sio mabinti tu, na wanaume. Tusiwaache wanaume, kwa sababu tutakuwa tunafanya ukatili wa kijinsia. Unaona, katika upishi wa keki hata wanaume, tena wanaume wako makini. Najivunia na wanaume 4 nimewafundisha upishi wa keki, wako vizuri kabisa na wako makini. Hata ukijua, hata mwenyewe ndugu mtangazaji ni shahidi, hata kwenye mahoteli makubwa ni wanaume. Mwanaume yani sawa, wana mambo mengi, lakini akiamua afanye kitu anafanya kwa usahihi na kwa umakini. Kwa hiyo hata wanaume na wakaribisha sana. Nisipo wataja wanaume, jamani, nitakuwa nimefanya makosa, nimefanya ukatili. Kwa hiyo waje kwenye madarasa, uje na mpango hata nipate vijana hata 3 4 kwa mwaka huu, ili wawe na ujuzi wa upishi wa keki. Wasijione aibu, kwa sababu mwanamume anasema kuna kazi nyingine za kike. Sio za kike. Kazi zote ni sawa. Mwanamume anaweza kufanya kazi, kuna baadhi tunazidiana ambazo mimi mwanamke siwezi nikazifanya, mwanaume akazifanya. Lakini kwenye ujuzi wowote mwanaume anaweza kawa nao na mwanamke anaweza kaa nao. Asante sana kwa maelezo yako mazuri. Labda la mwisho, unatarajia kuona taifa letu la Tanzania linafika wapi kwenye vijana kujitambua kuhusu kujiajiri? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri sana. Kiukweli kwa vijana naweza nikasema tuwape kwanza elimu, wajitambue kwamba ni jinsi gani ya kujiajiri. Wasitegemewe kwamba watakuja kuajiriwa. Hata kama umesoma, tuwape watoto wetu wa kike na wa kiume elimu ya kujitambua, waelewe kwamba kwenye kujiajiri kuzuri. Kuajiriwa kuna kuzuri wake, lakini kwenye kujiajiri, kuwa na kazi ya kwako ya kujiajiri, nao ina raha yake. Kwa hiyo tusiwaekee passion kwamba watoto kwamba lazima unasoma mwanangu utaajiriwa. Apewe mtoto ujuzi. Kwa mfano mimi na ujuzi wangu wa keki, mwanangu mtampa, lakini nitamwambia kazana na masomo yako. Hiki kitu kinakuwa kama nyongeza. Asitegemee kwamba wewe kama utakuja hata baadaye utakuja kuajiriwa, usitegemee kwamba ure mshahara wako utakutosha. Mwisho wa siku kazini kuna changamoto, umeajiriwa kuna kusimamishwa kazi. Sasa kama ulikuwa unategemea kile, huna ajira yote. Sio kwenye kupika keki, hata katika biashara nyingine yoyote unaweza ukafanya, au kaingiza hata kilimo biashara, mifugo, unaweza ukafuga, ukauza kuku. Kwa mfano sisi kijijini kwetu kuna kuku wengi, unaona, unaweza kukusanya kuku, kuna kilimo, mpunga, mchele, ukafanya huko umejiajiri. Kwa hiyo tusiwekee vijana sana mawazo kwamba ya mgando kwamba wakikaa kisoma atakuja kuajiriwa. Tuwafundishwe watoto wetu wawe na stadi za kazi zingine na wajue jinsi ya kujiajiri wenyewe. Wito wako kwa jamii kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia, lakini vile vile na ujasiriamali? Asante ndugu mtangazaji. Kiukweli katika masuala ya ukatili wa kijinsia kwenye jamii, naomba kuwasa kwamba tuone kwamba hili jambo la ukatili wa kijinsia ni jukumu la kila mmoja. Kila mmoja awe balozi, si ndio Tunaposema balozi ni aje? Unapoona mtu anafanywa vitendo vya ukatili, toa taarifa. Usifumbie macho. Kuna wengine kwamba wanavyoona masuala ya ukatili yanafanyika kwenye jamii yake, anakaa kimya, anasema ile kufichiana. Unapomficha yule mfanyaji ukatili ni mwarifu, si ndio? Toa taarifa. Na unatoa taarifa kwa njia ipi? Unaweza kutoa taarifa kwa kupitia namba ya bure ya serikali 116. Na vile vile taarifa yako iwe asili na iwe ya kweli. Tumeona kwenye matendo mengi ya ukatili wa kijinsia wengi wanaekeana zile chuki, mambo mengine hayo. Kwa mfano ukatili wa kingono, utaona kabisa mtu anamsikizia mzee kubaka. Kwa hiyo ningeomba ndugu wana jamii wasifumbie masuala ya ukatili wa kijinsia, na vile vile sheria ziweke kali katika nchi yetu. Tunashukuru kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, uongozi wake wa awamu ya 6, matendo ya kikatili yanapotokea kuna sheria ambazo zinafuata na watu wanachukuliwa hatua kwa haraka zaidi. Na ningeomba vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wafanye haraka katika maamuzi katika masuala ya ukatili. Utakuta mtu kabaka, ukimweka muda mrefu, kuna mambo mengine huwa yanatokea. Kwa hiyo ningeomba serikali yetu inafanya kazi vizuri sana, waongeze, si ndio? Na vile vile kwenye masuala ya ujasiriamali, ningeomba kwamba watu tujikipu bize. Tusitegemee kile kwamba usishughulishe kwamba utakaa nyumbani. Fanya kazi yote, ingiza 100 hata shilingi 100 katika familia yako, utakuwa umeisaidia. Ujasiriamali ni kitu kizuri sana ambacho unakuwa mwenyewe umejiamulia na umejipangia. Kwa hiyo toka mwanamke, mwanaume tujishughulishe. Ni hilo tu ndugu mtangazaji. Asante sana. Toka mwanaume, mwanamke tujishughulishe. Sawa. Ndio neno ambalo
naishi nalo mimi sasa hivi. Na katika masuala ya ukatili wa kijinsia hapo unatoka na hili kwamba kataa ukatili, wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa, kataa ukatili. Kataa ukatili, wewe ni shujaa. Wewe ni shujaa, kataa ukatili. Ukatae ukatili kabisa. Asante sana mtazamaji wangu wa Tunu TV kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki pendwa cha Women on the Peak. Nilikuwa na mgeni wangu wa kujulikana kwa jina la Joyce Nyangi ambaye ni mwenyekiti wa SMAUJATA mkoa wa Morogoro. Kwa mengine mengi zaidi endelea kuwa nasi Tunu TV.